Kwa hiyo tutaongelea jambo la kwanza, tutaongelea swala la utapeli. Kuna vikundi ambavyo vinajitokeza kutafuta pesa kwa njia za kifedhuli hapa katika mji wetu. Kwa hiyo tutaeleza nini tunachofanya kuhakikisha tunapambana hao. Lakini pia tutaeleza swala la vijana hawa wanaotengeneza vikundi vya kijinga, vikundi vya kufanya uhalifu mitaani kwa visingizio tu kwamba wanaita maskani. Tutaeleza ni jinsi gani ambavyo tunapambana na hiyo. Na swala muhimu zaidi kwa leo tutaeleza swala la usalama barabarani. Kuna shida kubwa sana sasa hivi katika barabara zetu, kwa hiyo tunataka wananchi waelewe ni mambo gani tunayoyafanya. Kwa hiyo labda nianze kwa hili la vikundi vya kitapeli. Kwa muda mrefu sasa na miji mingi kumekuwa na shida kubwa sana kwa sababu watu wanataka wapate mambo. Kwa hiyo kuna vikundi vya watu vinajitengeneza kwa kuvizia kuangalia watu wanataka nini. Kwa hiyo kuna kikundi ambacho kiko hapa mjini, wanafanya utapeli kupitia kwenye maduka makubwa wanauza vifaa vya jumla, vifaa vya ujenzi, mafuta haya ya kupikia, kwa kutumia mitandao simu. Hiki kikundi mpaka sasa tumebaini watu 6 kwenye kundi hilo. Hili kundi wanapita kwenye maduka, wanasema tunataka labda kwa kiwango kikubwa sementi mifuko 200, wanapewa mifuko kadhaa. Wakishapewa hizo sementi wasema pesa utachukua mahali fulani. Kwa hiyo unakuta wafanyabiashara wetu wengi sana hapa wametapeliwa. Kwa hiyo tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026, baada ya kupata hizi taarifa tulifanya msako wa kina. Kuna mwananchi mmoja alikuwa ameibiwa kwenye duka lake saruji mifuko 60. Kwa hiyo tukabidi tufanye ufuatiliaji wa kina sana ili tujue ile kundi liko wapi. Baada ya ufuatiliaji tukafanikiwa kukamata watu 6, lakini baada ya kufuatilia tukapata ile sementi mifuko 60. Kwa hiyo yote tukawa tumerecover kwa kushirikiana na yule mwananchi ambaye alikuwa ametapeliwa. Kwa hiyo kundi hili lipo, tumewashikilia, wako pale kituo cha polisi Bububu. Ili wananchi wajue tu kwa kweli hao, nataka niwataje majina yao. Ili kundi hili yuko anaitwa Ali Maulid Ali, ana miaka 29, ni Mshirazi wa Manyanya. Mwingine Salum Omari Abeli, miaka ya 37, Makonde wa Manyanya. Abdalla Kombo Hamisi ana miaka 28, naye ni Mshirazi wa Mwakaje. Mwingine Mudhiri Saidi Hamisi, miaka 22, naye anakaa Mwanyanya huko. Mwingine ni Hamadi Idi, yeye ana miaka 35, Mshirazi wa Bububu. Na yuko Suleiman Idi Musini, ana miaka 35, yeye ni mkazi wa Kama. Hawa ili kundi hili ni kundi kubwa, limeleta madhara makubwa. Mpaka sasa wameshatambuliwa kwenye kesi 4 ambazo wametapeli wafanyabiashara na kuiba mali nyingi tu. Kwa hiyo nataka tu wito wangu hapa kwa wananchi wajue kwamba kuna hawa matapeli. Kwa mtu anapokuja kununua kitu dukani kwako, hakikisha kwamba analipa pale pale. Kwambia utakuja baadaye iwe vile, kataa. Na hawa ni wajulishe tu kwamba hapa mjini Magharibi hatutakubali makundi kama haya yaendelee kuwepo. Lakini kundi lingine la kitapeli ambalo ni baya sana, hili lina madhara makubwa kwa sababu linaathiri watu wadogo, watu wa chini. Hili la kwanza linashughulika na matajiri, watu wenye maduka, wafanya biashara. Sio haki wao kunyang'anya, lakini hili ni baya zaidi. Hili ni kikundi ambacho na viko vikundi kama hivi vingi vinatumia njia mbalimbali kutapeli. Vingine wanasema tunakupa ajira, hawa wanasema wanakupa mkopo lakini unatakiwa utoe 15%. Sasa ndio hizi huko hapo, unatoa 15% kwa huo mkopo unaotaka ili baada ya kutoa zile ndio upewe. Sasa liko kundi ambalo tumelikamata linaitwa Kujitegemea Amani Center. Kundi hili limetapeli kina mama wengi, limetapeli watu wengi. Kwa hiyo tunalishikilia kundi hili, tunaendelea na mahojiano nao. Ili kwa sababu bado upelelezi unaendelea, naomba nisiwataje majina hawa wa hili kundi. Lakini niwaambie tu wananchi, hasa kina mama, unapoambiwa kuna mkopo, tulia, nenda kwa sheha. Sheha atakuelewesha kama ni kundi linaloeleweka, linalofahamika, utajua. Nenda kwa DC, nenda kwa viongozi wa eneo lako lile, usikurupuke. Usiambiwe na rafiki bwana kuna mtu anakopesha 15% unapata hela nyingi. Inaleta umaskini mkubwa sana. Kwa hiyo kundi hili nalo tumelishikilia, tunaendelea. Kwa hiyo wananchi wawe na uhakika kwamba watakuwa salama. Lakini yako mengi tu pia kusema tutatoa ajira za jeshi, ajira za polisi, ajira za idara maalum za SMZ, ajira za kufanya usafi kwenye barabara, ajira mbalimbali. Kwa hiyo niwataka wananchi tu, ukiambiwa mambo ya hovyo, nenda kwa viongozi.
Mji wetu ni mdogo, unaeleweka, viongozi wapo, wanasikiliza watu. Lakini eneo lingine ambalo nataka kusema ni hili la, tuna vijana wetu wengi wako mitaani, wamejiweka kule. Nafikiri kwenye mitandao ya kijamii mliona juzi kuna kundi linajiita low battery. Mliona wamerushwa wanafanya mazoezi ya mapanga. Nafikiri mliliona watu, wananchi wakapata taharuki kubwa. Sasa nilichotaka kusema tu ni kwamba kundi hili tumeshalikamata. Tumekamata kwenye kundi hili, tumefanikiwa kukamata watu 6. Kiongozi wao tunamtafuta. Yupo, ana familia yake, ana mke, yeye ndo anayewalisha na kuwatunza. Wanajificha wanakaa kwenye misitu, au wanajificha kwenye msitu wa Welezo pale jirani na kambi ya jeshi. Tumeshawakamata na tumewahoji, wamekiri matukio mbalimbali ya kihalifu ya unyang'anyi mitaani, wanaonyang'anya wananchi. Kwa hiyo wako mbaroni, tunaendelea nao. Kwa hiyo wako 6 hawa. Nafikiri hawa tuendelee kuwahoji, lakini jamii ijue tu kwamba wamekamatwa na makundi haya yako mengi. Na wito wangu kwa wananchi hapa sasa, hawa wengi ni watoto, umri wao ni mdogo. Lakini wanajichanganya na watu wakubwa. Kwa hiyo hapa ni swala la malezi. Niwatake wito kwa wazazi kwamba usikubali mtoto wako akaenda kwenye kikundi. Anasema tuna kikundi chetu, tuna maskani yetu, tunaenda. Hii ni hatari sana. Juzi mmeona kundi moja hapa hapo Nyerere na Jang'ombe, yale makundi ya kihalifu wanapambana wao kwa wao. Tumeyakamata yale makundi, nayo yako ndani, tunaendelea nao. Walinyang'anya, walileteana shida sana. Kwa hiyo tuna makundi ya vijana wetu wadogo ambao wako mtaani. Kwa hiyo niwaambie wananchi tu kwamba tuko makini, tuko imara. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, na sasa hivi kupitia kamati ya ulinzi na usalama tunataka tujimarishe zaidi na zaidi, kisha kwamba askari wengi wanakuwa mitaani, lakini na vile vikundi vya ulinzi shirikisho vya wananchi, vile vikundi vya ulinzi kwenye shehia tunaviimarisha, tuhakikisha kwamba hali inakuwa salama. Haya ni maeneo. Eneo la mwisho ambalo nitaka leo nilieleze kwa wananchi na nitoe wito pale ni swala la usalama barabarani. Ajali. Kwa kipindi kifupi hiki tumeshuhudia ajali nyingi sana zinatokea na zinasababisha vifo kwa wananchi, watu ambao kwa kweli hawakupaswa kufa. Kwa mfano siku ya jana tu zimetokea ajali 2. Pale Bububu skuli saa 5 asubuhi. Ile ajali ukiangalia kwa mfano ya Bububu skuli, dereva wa gari la Costa lilobeba abiria linatoka mjini linaelekea kaskazini. Pale Bububu ni kituo, lakini anaendesha gari kwa mwendo ambao ni mkubwa kabisa uliopitiliza. Yaani gari linataka liingie kituoni lipaki, lakini kwa sababu ya tamaa na uroho anataka kuwahi abiria, ameendesha gari kwa spidi kubwa, amegonga mtu pale aliyekuwa anavuka barabara akafa pale pale. Lakini juzi pale Fuoni dereva anaendesha gari dogo, amepaki gari katikati ya barabara, ameshusha abiria, yule abiria ameacha mlango wazi, bodaboda anakuja kwa spidi kubwa, akagonga ule mlango, akaanguka chini, gari ile kwa nyuma ikamgonga. Sasa mazingira kama hayo ni wananchi wamekosa ule uangalifu ule wa kuhakikisha kwamba wanakuwa hai wao wenyewe, lakini pia na watu wengine. Kwa hiyo hizi ajali ukiziangalia, miundombinu ya barabara imekuwa mizuri, lakini vichwa vya madereva bado vina matatizo. Ni ajali zinasikitisha. Yaani jana tu watu 2 wamekufa katika mkoa wetu, Bububu na Mfenesini, amini Fuoni. Mama anavuka barabara na mtoto wake, bodaboda, pikipiki, sio bodaboda, yaani hizi pikipiki za kawaida zinazo mtu ana pikipiki yake ya kutumia nyumbani, Vespa, anaendesha pikipiki kwa mwendo ambao ni wa ajabu, kamgonga mama na mtoto wake. Mama ana hali mbaya, mtoto amefariki. Kukosa umakini. Lakini tunachotaka kusema hapa ni kwamba barabara zimeimarishwa. Kwa hiyo ni lazima pia sisi wananchi tujue kwamba barabara zetu zimeimarishwa. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye barabara tuwe waangalifu. Juzi hii barabara hii ya kutoka kwenda airport, kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja kwenda airport ni barabara nzuri, lakini miezi 2 imesababisha ajali 2, mtu amekufa. Yaani dereva anaendesha gari kwa mwendo hatari, yeye mwenyewe anapata ajali, anakufa. Mmoja kafia juzi pale jeshini pale kwa mbele. Gari imemshinda, mimi nikiwa namuona asubuhi saa 11 anafanya mazoezi. Gari imemshinda, imeingia pembeni, imegonga mti, amefia pale. Kwa sababu barabara ni nzuri.
zinataka uendeshe kwa aditi, lakini vichwa bado viko kwenye karne ile ya barabara za vumbi. Yani vichwa, yani serikali inaenda spidi, imewacha wananchi wako nyuma. Yani mtu anaendesha gari kwenye barabara ya kisasa nzuri kama vile anaendesha gari kwenye barabara ya vumbi. Kwa hiyo wito wangu hapa ni kwamba tujitahidi sasa. Tunaongea na wenzetu wa mawasiliano, vile vyuo vya udereva sasa wananchi wafundishwe kikweli kweli. Yani mtu asiingie barabarani kama hajalijua gari, hajaelewa kanuni na taratibu na sheria za kuwa pale barabarani. Kwa hiyo ya kwanza tutakayochukua na kujulisha wananchi ni kwamba tutahakikisha leseni zote ambazo zipo sasa zinaangaliwa upya, kwa sababu miundombinu imekuwa ya kisasa, lakini akili za wanaotumia barabara bado ziko nyuma. Kwa lazima wavutwe sasa ili nao wafike hapo.